na neno hili likafanyike vazi, likafanyike utukufu katika maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kukushukuru. Amen. Nitumie fursa hii kuwakaribisha wote jioni ya leo tunapokwenda kupata tafakari fupi ya neno la Bwana. Na neno letu litatoka katika kile kitabu cha Marko sura ile ya 5 na mstari wa 1 mpaka ule wa 20. Ni mistari mirefu kidogo, na kisa hiki unaweza ukakipata katika kitabu kile cha Mathayo Mathayo sura ya 8 mstari wa 28 mpaka wa 34. Lakini pia story hii unaweza ukaipata kwenye kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 8 na mstari wa 26 mpaka ule wa 39. Kichwa cha somo langu nimekipa maneno yanayosema uweza wa Yesu Kristo dhidi ya pepo wachafu. Uwezo wa Yesu Kristo dhidi ya pepo wachafu. Sasa kwenye story hii ukiangalia Marko sura ya 4 mstari wa 35, unamuona Yesu anawaambia wanafunzi wake wapande boti wavuke mpaka ng'ambo. Na kweli walifanya hivyo, na walipofika ng'ambo, kitu cha kwanza au tukio la kwanza ambalo Yesu anakutana nalo, anakutana na mtu aliyekuwa amejawa na mapepo, na alikuwa mkali sana, na alikuwa anaishi makaburini. Alitoka huko kwenye jamaa yake, akawa amefanya makaburini kuwa ndio makao yake. Sasa Biblia inatueleza kwa habari ya uwepo wa mapepo. Na fahamu kwamba kuna watu ambao hawaamini katika mapepo wala hawajui mapepo ni vitu gani. Lakini Biblia iko wazi hapa. Inatueleza habari za pepo wachafu. Pepo wachafu. Hawa pepo wachafu ni vitu gani? Pepo wachafu ni viumbe visivyoonekana kwa macho, vinavyotumika katika ufalme wa giza kuwatawala, kuwaonea na kuwatesa wanadamu. Hivi ni viumbe ambavyo haviwezi vikafanya kazi isipokuwa vimeingia kwenye mwili wa mtu au kwenye mwili wa mnyama. Ndivyo sasa vinaweza vikaenda mahali na vikafanya kazi, vikamtumikisha huyo mtu kupitia mwili wake au huyo mnyama kwenda kutekeleza kile ambacho amekusudia kutekeleza. Kwa hiyo watu wengi sana wana mapepo ndani yao, lakini hawajui. Wana tabia ambazo hata wao wanashangaa wakati mwingine ni kwa nini. Umeona ni kwa nini? Lakini tabia zozote au uovu wa aina yoyote, nyuma yake huwa kuna haya tunasema pepo wachafu. Chukulia katika hali ya kawaida tu watu wanasema yule ana pepo la ngono. Maana yake ni maana yake kuna nguvu za kiroho za giza zinazomfanya huyu mtu awe driven, zinazomsukuma huyu mtu aweze kufanya mambo haya ya uzinifu bila kujali huyu ni mke wa mtu, huyu ni mtoto, huyu ni mkubwa. Nguvu zile zinamsukuma, pepo ndani ya mtu ndio linalomfanya mtu awe shoga. Yeye ni mwanaume lakini ajione au ajitengeneze kuwa mwanamke. Sio jambo la kawaida. Ni roho wachafu. Inaweza kawa kwa mfano hasira. Katika hali ya kawaida mtu anakuwa na hasira mpaka anachoma mtu kisu. Mtu anakuwa na hasira mpaka anafanya vitu vya ajabu. Ni kwa sababu kuna roho ya hasira. Na unaweza ukaona labda kama babu alikuwa na hasira, roho ya hasira hivyo, akafa, ile roho
haiwezi kuoperate tena kupitia babu, lazima itatafuta mjukuu au mtoto, itakwenda itaingia pale. Kwa hiyo utakuta watu wanasema huyu ana hasira kama za babu yake, ana hasira kama za baba yake. Kwa nini? Kwa sababu roho iliyokuwa ina operate kwa babu amekufa, kwa hiyo haina mwili tena wa kujidhihirishia, inakwenda kutafuta mahali kwa mtoto au kwa mjukuu, Na Biblia iko wazi kabisa, inasema mwivi haji ila akija. Kuna mambo matatu. Pepo hawa wachafu hawaji hivi hivi, wanakuja kwa malengo. Akija na kukaa ndani ya mtu, kitu cha kwanza anakuja kuiba. Anakuja kuiba nini? Pepo akija haji kuiba shati lako, haji kuiba gari yako wala simu yako. Anakuja kuiba mind yako, anakuja kuiba ufahamu wako. Kwa sababu haya mapepo yanafanya kazi katika hali ya udanganyifu wa hali ya juu, ili ufanye kitu ambacho kitampendeza yeye pepo na ulimwengu wa giza. Lazima akudanganye, aivuruge akili yako. Kwa hiyo akija, kitu cha kwanza anakudanganya, anaiba ufahamu wako, ili uweze kumchukia mtu, ili uweze kumtukana mtu. Katika hali ya kawaida huwezi kufanya hivyo, ni lazima akili yako idanganywe. Kwa hiyo akija, anakuja kuiba ufahamu wa namna hii. Kwa hiyo utajikuta umetukana mtu, utajikuta umemchukia mtu, utajikuta umemuonea mtu wivu, kwa sababu kuna hali fulani ya udanganyifu ambayo mapepo wachafu wameifanya kwenye utu wako. Na ndio maana unaweza kumuonea mtu wivu mpaka ukamuua, ukamsemea mabaya, na usishtuke. Lakini jambo la pili, pepo lile linapokuja likakaa ndani yako, linakuwa na mkakati na mpango na malengo. Lengo lake lingine ni kuua. Anaua nini? Atafanya kila jitihada auwe mwili wako, ili mambo yako yasiendelee tena. Anaweza akaua ndoa yako, anaweza akaua mahusiano ulionayo, anaweza akaua huduma, anaweza akaua, yani yeye anakaa ndani kukutumia wewe ili vitu vife. Kwa hiyo unaweza kujikuta unakuwa kama agent fulani wa kuua huduma, wa kuua mahusiano, wa kuua urafiki, wa kuua hivyo. Kwa sababu kinachoua sio wewe unatumika tu. Kuna agent, kuna pepo mchafu alio ndani yako, kazi yake ndiyo kuua. Lakini jambo la mwisho, anakuja kuharibu, kudestroy. Anahakikisha baada ya kufanya hivyo vitu vyote, akufanye wewe usiweze kukutana na Mungu, usifike mahali Mungu alipo. Kwa hiyo anakuharibu kabisa. Kwa hiyo mapepo haya machafu yakija, yanakuja ili kuiba, ili kuua, ili kuharibu, kupoteza nafsi. Na ndio maana Biblia inasema kwenye Waefeso sura ya 4 mstari 27 kwamba wala tusimpe ibilisi nafasi. Tukimpa nafasi tu, akaingia ndani yetu, ni shida. Kwa sababu haya mapepo, ndugu zangu, yanafanya kazi kama vile wale watekaji nyara, maharamia wanaoteka nyara ndege. Ndege ikishatekwa nyara namna hii, inakuwa haiko chini ya rubani tena, inakuwa iko chini ya maharamia. Kwa hiyo mapepo wachafu wanapoingia ndani ya mtu, nafsi ya mtu inakuwa imetekwa nyara. Kwa hiyo chochote anachofanya mtu kinaongozwa na mapepo wachafu. Iwe ni hasira, iwe ni chuki, iwe ni wivu, iwe ni ufisadi, iwe ni uasherati, huyu mtu anatumikishwa. Lakini kuna wapepo wachafu waliomteka nyara. Ndio maana anasema wala msimpe nafasi. Kwenye Yakobo 4:7 anasema mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia. Lakini leo hii Wakristo tumekuwa wavivu. Labda wakati mwingine tunachoka kumpinga shetani, na kwa sababu hiyo anatuvuruga mpaka anatafuta upenyo aingie, alafu atucontrol, atutawala. Kwa hiyo unaona sasa, huyu jamaa ambaye mapepo yako ndani yake, kitu cha kwanza mapepo yalichofanya, yalihakikisha yanamtoa nyumbani, yanamtoa kwenye jamii, yanampeleka makaburini. Hujawahi kuona mtu
anatoka kwenye familia yake kabisa, anaenda kuishi nje na familia yake. Ni baba, ni mama, ameacha familia lakini anaishi huko kwenye familia nyingine. Sio kitu cha kawaida. Sio kitu cha kawaida. Mapepo wachafu ndio wanaomfanya mtu aweze kutoka kwenye ndoa yake. Wanaomfanya mtu aweze kutoka kanisani. Na wala haendi kwenye kanisa lingine, anaishia mahali, anakaa nyumbani tu, anakaa nyumbani. Kwa sababu pepo wazuri au malaika au Mungu hawezi kufanya namna hiyo. Yaani ukishaona tu umetoka kanisani, huendi hata kwenye kanisa lingine, umekaa tu nyumbani, yani ujue ni kazi ya pepo chafu. Ulishatekwa nyara saa nyingi. Kwa hiyo ukawekwa mbali. Kwa hiyo haya mapepo yalihakikisha yamemfarakanisha huyu mtu na watu wa nyumbani kwake. Yalihakikisha haya mapepo yamempeleka mbali na watu. Yalihakikisha yamemtengenezea upweke. Mapepo yamemnyima socialization. Kwa hiyo yakamweka makaburini kule. Na leo hii ndugu zangu, nataka kuwaambia kwamba wako Wakristo wengi wanaoishi makaburini. Mapepo yaliyo ndani yao yamewapeleka mbali na waumini wenzao. Mapepo yaliyo ndani yao yamewapeleka mbali na watu wa nyumbani mwao. Mapepo yaliyo ndani yao yamewapeleka mbali kwa sababu wanaishi kwenye makaburi ya chuki, wanaishi kwenye makaburi ya hasira, wanaishi kwenye makaburi ya uchungu na mambo yaliyotokea jana, juzi, majuzi. Kwa hiyo wametoka kwenye ulimwengu wa wenzao. Kwa hiyo wamejiweka katika ulimwengu mwingine. Kwa sababu ya nini? Utendaji kazi wa haya mapepo. Hautaki ushirikiane na wenzako kanisani. Hawataki ushirikiane wewe na mume wako. Hawataki ushirikiane na jamii. Kwa hiyo yanakufunga kwenye makaburi ya chuki, makaburi ya wivu, makaburi ya hasira, makaburi ya fitina, vitu kama hivi. Na ujue huwezi ukakaa kwenye hasira, kwenye uchungu, kwenye chuki, isipokuwa umepelekwa huko na mapepo wachafu, isipokuwa umepelekwa huko na shetani. Lakini jambo la pili, huyu mtu alikataa correction, alikataa order. Alikataa order. Kila alipokuwa anataka kusaidiwa, ule mstari wa 3, kusaidiwa, walikuwa wanataka kumfunga kamba ilikuwa ni kwa ajili ya kumsaidia yeye, kwa ajili ya kumpigania yeye, lakini alikataa. Mtu anapokuwa na pepo wachafu ndani yake, hakuna mtu anayeweza kumsaidia akakubali. Huyu mtu anakuwa hasaidiki, anakataa msaada anaopewa. Huyu mtu hashauriki, umeona? Atagoma kufuata maelekezo. Hakuna wa kukushauri, hakuna utakayemsikiliza, kwa sababu nguvu iliyo ndani yako inakukontrol sasa, ili ukatae hayo mambo mengine yote, ukatae usaidizi na ushauri mwingine wote. Unavunja kila kitu cha kukusaidia. Alipokuwa akifungwa kamba anavunja, akifungwa mnyororo anavunja. Kwa hiyo ukiwa na mapepo ndani yako, kila kitu kitakachoachiliwa kukusaidia wewe utahakikisha unakivunja, utahakikisha unakiharibu, kwa kuwa kuna udanganyifu umeendelea katika akili yako. Kuna udanganyifu unaendelea katika akili yako. Unakuwa muasi. Na ndugu zangu, uasi kwa shetani ni kama vile upako kwa Mungu. Upako kwa Mungu ndio unaofanya kazi ya kiutendaji, kuponya watu, kufanya nini. Na shetani upako wake ndio uasi. Ukishapewa roho ya uasi, unaweza kufanya mambo ya kutisha. Unaweza kuvunja ndoa, unaweza kuharibu kanisa, unaweza kuvuruga kikundi, unaweza kuvuruga kwa sababu ya nguvu ya uasi. Unakuwa na upako ule wa kigizagiza ule.
Sasa hatuwezi kuita upako kwa sababu upako ni kwa Mungu tu, lakini upako kwa Mungu kwa uasi kwa shetani ni kama upako kwa Mungu. Uasi ndio nguvu ya kishetani ya kufanya mtu atekeleze vurugu na mambo yasiyompa Mungu tija. Huyu bwana alipewa roho ya uasi kwa sababu pepo wachafu walikuwa ndani yake. Kwa hiyo kila alichokuwa anafanyiwa na kuambiwa alikuwa anakikataa, hakubali. Ukishauriwa hivi utaki, ukiambiwa hivi utaki, ukionywa hivi utaki. Jichunguze vizuri. Inawezekana kuna pepo wachafu ambao wamesha kuteka nyara. Lakini jambo la tatu, unaona huyu mtu anakataa watu wa familia, anakataa jamii. Ukiangalia mstari wa 19, lakini ukiangalia Luka 8 mpaka ukiangalia Luka 8 mstari wa 29, huyu mtu anawakataa watu wa kwao, anawakataa watu wa jamii, amefichwa uzuri wao. Kwa nini anawakataa? Kwa sababu shetani amemficha asione watu wa kwao kwamba ni wazuri, asione watu wa kwao kwamba wana msaada, asione watu wa kwao kwamba wanamtakia mema. Kamfunga kwa sababu ilikuwa kumfunga kamba ilikuwa ni kumtakia mema, kumfunga minyororo ilikuwa ni kumtakia usalama wake, lakini yeye haoni. Mtu anapokuwa na pepo wachafu, yani kanisani hata mngesema mnamuita, mnamsaidia, mnamwambia kwa upole, haoni uzuri wenu, haoni uzuri na mantiki yale mnayomwambia, haoni kwa sababu amefungwa. Kwa hiyo msimkasirikie mtu wa namna hiyo, mnabidi mumtreat kwa upole tu, kwa upole. Ikibidi apate ile roho ya toba na Mungu aweze kurejesha fahamu zake. Lakini jambo la 4, pepo mchafu anapokaa ndani anakutengenezea mazingira ya wewe kujidhuru. Kwa sababu huyu mtu baada ya kuwasukuma wengine wote, ndugu zake nani kwenda pembeni huko, kawaweka pembeni, akabakia yeye peke yake. Biblia inasema akaanza kujikatakata, anajikatakata. Nataka nikwambie hivi, utawakata watu wote walio kanisani kwa maneno yako. Utawakata watu wa nyumbani mwako, mawifi zako, shemeji zako, nani, mume wako, mke wako, kwa maneno yako. Ukishawamaliza hao wote, lile pepo chafu lilo ndani yako litakurudia wewe na kukushawishi uanze kujikata wewe. Kwa sababu huyu mtu baada ya kuwakataa hao wote na kuwasukuma huko mbali, alivyobaki peke yake, ile nguvu inakwenda wapi sasa? Akaanza kujikatakata yeye mwenyewe. Kwa hiyo hata wewe, hata mimi, kama nina pepo mchafu, nikishawakata wengine kwa maneno, nikawasema vibaya, nikaharibu hivyo, wamekwenda mbali sasa, sina mtu mwingine, lile pepo litanifanya mimi nianze kujikatakata mimi. Utaanza kujisikia vibaya ndani, utaanza kujisikia mpweke ndani, utaanza kujihukumu ndani, utaanza kupata roho ya mauti na kujiona kwamba hauna thamani, utaona kwamba unadhalilika, mwisho wa siku unaweza hata ukajiua. Hivi ndivyo ambavyo mapepo wachafu wanavyofanya kazi. Lakini jambo la 5, tunaona kwamba Yesu alimfuata huyu jamaa alipokuwa anawaambia wanafunzi wake na tuvuke mpaka ng'ambo. Ni kama katika ulimwengu wa roho alikuwa anajua anakwenda kufanya huduma gani. Na hapa unaona leo Yesu anapolileta hili neno kwetu, ni kwa sababu amekuona wewe, ni kwa sababu ameniona mimi, ameona hali zetu, na ndio maana ameleta hili neno ili kuweza kutufungua, Lakini jambo la 6, huyu mtu aliyeshikwa na mapepo alipomuona Yesu namna hiyo, alipouona uwepo wa Yesu Kristo, alikimbia akamsujudia, akajiweka chini ya utawala wa Yesu Kristo. Wewe leo hii unamsujudia nani? Unasujudia nini? Nataka nikupe shauri. Mkimbilie Yesu Kristo, mkimbilie. Mruhusu Yesu ashughulike na mapepo ya hasira yaliyo ndani yako, mapepo ya uchungu yaliyo ndani yako, mapepo ya kiburi yaliyo ndani yako. Hayupo mtu atakayeweza kuyaondoa hayo isipokuwa pale ambapo umekwenda
na kumsujudia Bwana wetu Yesu Kristo. Uweponi mwa Bwana wetu Yesu Kristo, mapepo lazima yasujudu, mapepo lazima yapige kelele, mapepo lazima yaondoke, kwa sababu Yesu ndiyo mwenye uweza dhidi ya pepo wachafu. Nabii wako hana uweza dhidi ya mapepo wachafu. Mchungaji wako hana uweza dhidi ya mapepo wachafu. Ndio maana mpaka leo umebaki na kiburi, mpaka leo umebaki na roho ya uasi, kwa sababu mchungaji hana uwezo. Lakini Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai ndio anayeweza kukufinyanga namna hii, alafu akaondoa roho ya kiburi, akaondoa pepo mchafu anayoleta dharau, chuki, magomvi, wivu na hasira, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Lakini jambo la saba, tunaona kilichokuwa kinamsumbua yule bwana kule ndani, kule ndani yake, hakikuwa kinaeleweka na watu wengine. Hakikuwa inaeleweka. Hakuna mtu aliyokuwa anaweza kujua hali anayopitia yule bwana. Hakuna. Tunaangalia kwa nje namna hii, tunamhukumu tu kwamba huyu tukimfunga mnyororo anakata, tukifanya, lakini hakuna mtu aliyokuwa anajua kwamba nini kinamsibu kule ndani. Na hata leo hakuna mtu anayejua kinachokusibu wewe uko ndani. Tunaona tu matukio kwenye ndoa yako, tunaona tu matukio kanisani, lakini hatujui kimsingi huyo mtu anasumbuliwa na nini ndani yake. Lakini Biblia inasema huyu mtu alikuwa amebeba mapepo 1000. Mapepo 1000. Sasa ndugu zangu, mapepo 1000 sio kitu cha mchezo, sio kitu cha mchezo. Na haya mapepo yametumwa, yanafanya kazi kwa kuelewana. Hebu imagine, mapepo 1000 yamekaa ndani ya mtu mmoja na yanaelewana. Kwa sababu kwenye ufalme wa giza, usipokuwa na utii tu, wewe unauawa au unatolewa. Kwa hiyo mapepo haya yako ndani ya mtu mmoja, mapepo 1000, lakini yanafanya kazi kwa kuelewana, yanafanya kazi kwa kutimiza malengo. Lakini hebu angalia, sisi hapa kanisani hata 100 hatufiki. Lakini angalia tunavyogombana. Angalia tunavyosemana. Angalia tunavyoshindwa kujua malengo ambayo Mungu ametuitia na kutuweka pamoja. Tunashindwa kujua. Lakini sio mapepo. Mapepo haya yamekaa ndani ya mtu huyu, mapepo 1000, lakini bado yanaelewana. Bado yanaweza kutimiza makusudi. Mapepo 1000. Kwa hiyo yalifanya kazi ya kumsumbua huyu. Tukimwangalia nje tunamuona ni mtu, lakini ndani amebeba vitu vizito. Mapepo 1000 sio mchezo. Ndio maana nataka kukwambia, tusilaumu tu watu. Watu wamebeba mapepo wachafu wanaowapelekesha. Wamebeba vitu vizito. Mtu mmoja kubeba mapepo 1000 sio mchezo. Ndio maana ile nguvu ya kumpeleka kukaa makaburini. Ndio maana mtu anapokuwa anamchukia mtu kupita maelezo, usimwangalie tu hivi nje ukamsema. Haujui huko ndani amebeba mapepo mangapi yanayomfanya aweze kumchukia mtu. Hujui huko ndani amebeba mapepo mangapi yanayomfanya aweze kumuonea mtu wivu. Hujui huko ndani amebeba mapepo mangapi yanayomfanya aseme watu vibaya tu. Katika hali ya kawaida hawezi. Hatujui huko ndani kuna siri gani, ndugu zangu, kuna siri gani. Tunaweza kuwalaumu watu kwa vitendo vyao, lakini walishatekwa nyara, sio wao, bali wanaendeshwa na adui. Kwa hiyo huyu jamaa alikuwa na wakati mgumu sana. Mapepo 1000 sio kitu cha mchezo. Yaani yanaweza kukutoa kwenye ndoa, yanaweza kukufanya ukalivuruga kanisa, kwa sababu nguvu ya mapepo 1000 inaweza kukufanya ukatamka vitu vya ajabu. Inaweza kukufanya ukachonganisha watu, ukachonganisha ndugu. Inaweza kukufanya wewe usione jema lolote. Tunakuona ni wewe, lakini kumbe ndani umebeba mapepo 1000, pepo wachafu. Na kazi ya uchafu ni kuchafua. Kwa hiyo ukinena maneno ni uchafu. Ukitenda vitendo ni uchafu. Ndio maana wanaitwa pepo wachafu. Haiwezekani wewe Mkristo uwe msafi alafu unene maneno machafu ya kuchafua. Unene maneno machafu yenye kuleta chuki. Unene maneno machafu ya kugombanisha ndugu. Yaani ukiona hivyo unachafua, ni kwa sababu umebeba pepo wachafu. Na hatujui ni wangapi.
Hatujui ni wangapi. Lakini jambo la saba na nane, Yesu tunamuona anajibu maombi. Mstari wa 11 na wa 10 mpaka 13. Yale mapepo wakamwambia, Bwana, usituangamize, turuhusu tu twende angalau kwa nguruwe hawa. Kama Yesu anaweza kujibu maombi ya hawa mapepo hawa na akawaruhusu kama walivyoomba, Yesu anaweza kujibu maombi yako. Yesu anaweza kujibu maombi yangu. Tumwambie leo hii, Baba, nateswa na chuki, nisaidie. Nateswa na wivu, nisaidie. Nateswa na mdomo wangu kunena vitu vya ovyo, nisaidie. Nataka nikuhakikishie, Yesu anajibu maombi. No doubt, anajibu maombi. Lakini jambo la 9, tunaona amri ya Yesu kwa mtu aliyefunguliwa. Baada ya kumfungua yule kutoka kwenye mapepo, yule mtu akataka kumfuata Yesu, kuambatana namna hii. Yesu akamwambia, nenda nyumbani kwenu huko, nenda kaeleze mambo makuu aliyokufanyia Mungu na rehema ambazo umezipata kutoka kwa Bwana. Mstari wa 18 na wa 19. Jinsi Mungu alivyokurehemu, nenda katangaze hayo. Ndugu zangu, tunawajibika, sio kutangaza umaarufu wetu, sio kutangaza mafanikio yetu, sio kutangaza hali zetu, lakini kutangaza mambo makuu aliyotufanyia Bwana. Manake huyu mtu alikuwa akienda na anamwambia, jamani, nimepata rehema. Mimi niliyokuwa nakaa makaburini, lakini leo nimeweza kurudi kwa watu wa nyumbani mwangu. Mimi niliyoweza kuwakataa watu wa nyumbani mwangu, lakini leo Bwana amenipatanisha nao. Mimi niliyokuwa naweza kuwachukia watu wa jamii yangu, lakini Bwana amenitendea mambo makuu. Leo ninaishi na wenzangu. Mimi niliyokuwa siwezi kuvaa nguo, nakaa uchi, najikata, leo naweza kuvaa nguo. Mimi niliyokuwa naishi makaburini, leo nimerudi nyumbani, nimeziona rehema za Bwana. Nimeuona uweza wa Mungu wangu. Nimeuona ukuu wa Mungu wangu. Wewe, Bwana amekutendea nini? Kama Bwana amekutendea mambo makuu, kwa nini usiyaseme? Kama Bwana amekurehemu, kwa nini usiwaambie wengine kwa habari ya rehema za Bwana? Kwa nini usiwaambie kwamba ulikuwa una pepo la hasira, lakini Bwana amekufinyanga? Ulikuwa na pepo la chuki, lakini Bwana amekutengeneza. Ulikuwa na pepo hilo la ngono, lakini Bwana amekufungua. Kwa nini usiwaeleze watu rehema za Bwana? Kwa nini? Tunao wajibu wa kwenda na kueleza watu ukuu wa Mungu aliye hai. Lakini inawezekana tunashindwa kuwaambia watu ukuu na rehema za Bwana kwa sababu wokovu wetu ni bandia. Umeona? Tunakaa kanisani lakini tumejificha tu. Hakuna kitu chochote ambacho tumemruhusu Mungu kufanya kwenye maisha yetu. Tumetoka huko mtaani wenye hasira, tuko kanisani ni wenye hasira wale. Tumetoka huko mtaani ni wazinifu, tuko kanisani ni wazinifu wale. Tumetoka huko kanisani huko mtaani ni wambea, tuko kanisani ni wambea wale. Tutawaeleza watu kitu gani? Lakini kama ulitoka huko mtaani ni mbea, ukaja Bwana akakuondoa pepo chafu la umbea. Kama ulitoka huko mtaani una chuki, Bwana akakuondoa lile pepo la chuki. Mimi nakwambia unacho kitu cha kusema kwa watu wako. Unacho kitu cha kusema na kushuhudia rehema za Mungu aliye hai. Haleluya kwa mwana kondoo. Lakini jambo la mwisho, mapepo yanafahamu mamlaka ya Yesu Kristo na kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Wanamwambia, tuna nini na wewe Yesu Kristo mwana wa Mungu? Umekuja kututesa kabla ya muda wetu. Maana yake haya mapepo yalikuwa yamepewa muhula na kazi ya kufanya. Wanamwambia Yesu, kwa nini unakuja kututesa? Tunafahamu wewe ni mwana wa Mungu. Kwa nini unakuja kututesa kabla ya muhula wetu? Kabla hatujamaliza shughuli. Sisi tumepewa tuje tumalize shughuli ndani ya huyu mtu. Kwa nini unakuja kututoa? Nataka nikwambie namna hii. Kabla hayo mapepo hayajatimiza lengo lao la kukuua wewe, lengo lao la kuharibu ndoa yako, lengo lao la kuharibu biashara yako, kabla hayajatimiza, nguvu za Yesu jioni ya leo zikufikie mahali ulipo, na mapepo yaliyo ndani yako yakasarende, ili uweze kuwekwa huru, ili uweze kuwekwa huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Mapepo yanafahamu mamlaka na uweza wa Mungu aliye hai. Glory be to God. Mahali ulipo, kupitia hili neno, huna uhakika, lakini unaona kabisa kwamba kwa tabia ulizo nazo, yamkini
wako pepo wachafu waliokuteka nyara, wanaokusukuma. Unaweza kuwa na chuki ya ajabu, unaweza kuwa na tabia za hovyo ambazo hazipatani na Kristo Yesu. Unasema, mchungaji, ninahitaji nguvu za Bwana wangu Yesu Kristo ili aniweke huru jioni ya leo, ili ndoa yangu ipate kupona, ili maisha yangu yapate kupona. Pepo hawa wachafu wasinisukume kuwaharibu wengine, wasinipeleke mbali na watu wa kanisani kwangu, wasinitoe nje ya kanisa, lakini wasinifanye mimi niharibu nafsi yangu. Uko mahali pale, nenda mbele za Bwana jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, ninakushukuru kwa uaminifu wako. Wewe ni Mungu unayetuonea huruma, uliyekuja kwa ajili yetu. Umefahamu ya kwamba wako pepo wachafu wanaotesa maisha yetu na kuharibu ndoa zetu na kuharibu mahusiano yetu na kuharibu kazi yako Bwana, kwenye huduma, kwenye kanisa, Mungu mtakatifu, na katikati ya watu wako. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, nina command kwa damu ya Yesu Kristo, pepo wachafu wanaoleta chuki, wanaoleta kutofautiana, wanaoleta uharibifu, wanaoleta mauti katikati ya watu wa Mungu, haribika kwa jina la Yesu Kristo. Toka, muachie huyo mama. Toka, muachie huyo kijana. Toka, muachie huyo baba. Achia hiyo huduma kwa jina la Yesu Kristo. Toka pepo mchafu, ilo jeshi la mapepo lilo ndani ya huyo dada, lilo ndani ya huyo binti. Toka kwa jina la Yesu Kristo. Uwe huru katika jina la Yesu Kristo. Rejea nyumbani kwenu, rejea kwa ndugu zako, rejea kwa mume wako, rejea kwa mke wako. Kila uharibifu na nguvu za giza zikuachie kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, asante kwa uaminifu wako. Bariki watu wako jioni ya leo. Asante kwa neema yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na kwa damu ya mwana kondoo tunaomba na kukushukuru. Amen. Mungu awabariki sana.